Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Door of Knowledge katika channel yetu pendwa kabisa ya Rapta Channel ama Rapta TV. Tutakuwa nami leo Ustadh Maalim Ibn Omar, lakini sitakuwa peke yangu. Kama kawaida, mwalimu wetu yule si mwingine el Ustadh Haddad Ibn Adam, ambaye yeye leo atatupitisha katika somo la sijidatu as-sahau, sijida ya kusahau. Sijida ya kusahau ni nini? Tunayo Ustadh Haddad ambaye yeye ataenda moja kwa moja kabisa kutuelezea maana ya sijida ya kusahau, lakini pia hukumu yake sijida hii ya kusahau ni nini, ni wakati gani inaletwa sijida hii ya kusahau. Tumsikilize Ustadh Haddad ambaye yeye atatueleza kindani zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala ibadillahi alladhina istafa, amma ba'du. Langu jina ni mwanafunzi wenu Al-Haddad Adam. Nakushukuru sana Al-Habibi Maalim kunikaribisha kwa mara nyingine tena. Jazakallahu khaira. Tuende moja kwa moja katika taarifu ya nini maana ya sijida ya kusahau. Kabla ya kwenda kwenye taarifu ya nini maana ya sijida ya kusahau, tufahamu kwamba sijida ya kusahau namna ilivyo inatufahamisha namna gani sisi tulivyo, sisi wanadamu, kwamba ni wenye kusahau, ni wenye kufanya makosa. Kama imethibitika mpaka kwenye ibada kwamba kuna kitu kinaitwa sijidatu as-sahwi, sijida ya kusahau, maana yake sisi si wakamilifu. Na kama si wakamilifu, nini cha kufanya? Kwanza tufahamu sijida ya kusahau ni sijida mbili. Wanasema sajidatani li jabri khata'in nisyani fi salah. Ni sijida mbili au ni sijida mbili zinazofanyika ndani ya sala, maana yake hazifanyiki nje ya sala. Tutakuja kuona wapo ambao wanasema sijida tusahau inafanyika ndani ya sala, na kundi lingine linasema sijida tusahau hiyo ifanyike nje ya sala, yani ndani ya sala na nje ya sala. Kwa hiyo tufahamu sijida tusahau ni sijida mbili, lengo lake ni jabri khata'in nisyani, kwa ajili ya kuziba mapungufu yale yanayopatikana kwenye sala kwa kusahau, aidha kwa kuzidisha. Tutakuja kuona sababu zinazopelekea mtu kuleta hiyo sijida tusahau. Dalili katika hili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilithibiti naye pia, lakini hadithi nyingine anasema idha shakka ahadukum fi salatihi, atakapokuwa mtu anayo mashaka kwenye sala yake. Hii ni miongoni mwa conditions kwamba anawajibika yeye kusujudu. Lakini tukaangalie kwanza hukumu yake ni nini, kama ambavyo umeniuliza. Hukumu ya sijida tusahwi, jamhurul ulama wamesema kwamba hii ni sunnatu muakkada, yani ni sunna ambayo ni tofauti na zile zingine, imetiliwa mkazo mno kwamba ina muhimu kwenye sala. Tusiseme tu kwa sababu hiyo imekuja kwa sababu ya kusahau, kupunguza au kuzidisha, kwa sababu ndio sababu zake, basi mtu asileti. Hiyo ni sunna ambayo imesisitizwa sana na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababu zake ni tatu. Wakatuambia ya kwanza az-ziyada, ili ulete sijidatu sahwi aidha uwe umezidisha. Ndio ya kwanza hiyo. Kuzidisha nini? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa alisalisha rakaa 5 katika zile sala zinazoswaliwa kwa rakaa 4. Hajatajwa ni sala gani, lakini pengine iwe ni adhuhuri, al-asri au al-isha. Salla 5 fasajada sajadataini, alisalisha rakaa 5, bi maana hapo tunaona kazidisha. Kwa hiyo katika sababu ya kwanza kabisa ni kuzidisha. Al-maghrib, as-subh wajikuta umesalisha rakaa 3, magharibi umesalisha rakaa 4, adhuhuri umesalisha rakaa ngapi? 5. Maana yake nini? Hapa inathibitika kwamba sisi si wakamilifu, sisi ni wenye kukosea, sisi ni wenye kupunguza.
Sababu hii ya kwanza, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa alionekana akisujudu baada ya salamu. Kanuni, wengi katika maulama wanasema kwamba ukizidisha, kwa sababu sijida tusahau ni katika mambo ya ziada, yani haipo katika mpangilio wa sala kama ilivyo suratul Fatiha, rukuu, itidali. Ni kwamba sababu zake ni tatu: ukisahau, ukizidisha au ukipunguza. Yule atakayezidisha, kama ambavyo imethibiti kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasalisha rakaa 5, basi alionekana katika mapokezi mengine akisujudu baada ya sala, kwa sababu ile ni ziada na huku umezidisha, huwezi kuzidisha mzigo juu ya mzigo. Sababu ya pili wanataja an-naqsu, ni kupunguza. Inawezekana umepunguza rakaa au umepunguza kitu kingine tofauti na rakaa. Tunaambiwa taraka wajiban, inawezekana kaacha mambo ya wajibu ya lazima kama vile tahiyatu ile ya kwanza, tashahudi ya kwanza. Mtu kiacha, ifahamika tahiyatu ya kwanza ni katika mambo ya wajibu. Ukiacha basi baadhi ya maulama wanasema wewe utakuja kuleta sijida tusahau. Lakini katika mapungufu, wengi wamesema kwamba kwa kuwa kuna mapungufu huwezi kupunguza tena, kwamba utoe salamu ndani ya sala kisha ulete sijida tusahau au baada ya sala. Kwa hiyo sababu ya pili inatajwa ni hii ya mwisho, au shaka fi adadi rakaati, kama tulivyoeleza. Kwa sasa pengine ikitokea umesalisha rakaa kadhaa al-maghrib, mfano swala magharibi, kisha ukawa na wasiwasi, unaona, je, nimesalisha rakaa ngapi? Kanuni tunaambiwa atajengea katika kile kilichokuwa ni kidogo. Magharibi na rakaa 3, ukiwa na shaka kwamba mimi nimesali rakaa ngapi, itakuwa 3 2, tunaambiwa wewe urudi nyuma, chukua kile ambacho ni kidogo, jengee kwamba mimi nimesali rakaa 2, Aisha nimesali rakaa 3. Katika muda sasa wa kusujudu hiyo sijida tusahau, wanasema hasa wale wanaotumia kanuni ya kwamba ulete hiyo sijida tusahau ndani ya sala, ni wanasema kwamba ukipunguza au ukiwa na wasiwasi na mashaka, umeona. Lakini msingi mkubwa tuseme kwamba ukiwa na mashaka pengine na suratul Fatiha, hiyo haiwezi kuzibwa, pengo lake hilo haliwezi kuzibika kwa sijida tusahau. Tufahamu katika vitu ambavyo vinafanyiwa sijida tusahawi, huo umezidisha, sawa, umezidisha au umesahau tu, una mashaka. Lakini kama utakuwa na mashaka na suratul Fatiha katika ile mambo ya wajibu tofauti na haya, kuna mwingine anakuwa na mashaka, hivi nimesoma sura baada ya alhamdu, si ndivyo? Tunamwambia naam, ukiwa na mashaka na wasiwasi kwamba sijasoma sura baada ya alhamdu, hiyo huwezi kuiletea sijida tusahau. Lakini ukiwa na wasiwasi kwamba nimeacha rakaa, basi utaongeza. Na hiyo au hayo yote yafanyike ndani ya sala. Jamhurul ulama baadhi yao wanasema hivyo, lakini wale ambao wanasema baada ya salamu wanatumia ushahidi huu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye imepokewa na huyu Dhil-Yadaini, jina lake huyu bwana, naambiwa anahadithia thumma sallama thumma sajada. Inaonyesha wazi kwamba Bwana Mtume alimaliza, lakini alimwambia bwana, umeongeza rakaa 5. Ilithibiti hii kwamba kamaliza sala, kisha sasa akasujudu mara 2, kisha unarudi tena. Wengine wanapendekeza wasema kwa sababu kanuni au kawaida ya sijida inakuwa na nini, na tashahud, basi ni vyema zaidi ukaileta hiyo. Lakini katika yale mapungufu, katika ziada hakuna ulazima, kwa sababu hiyo ukiiletea ndani sijida tusahau au hata ndani vyovyote vile hakuna shaka. Kwa hiyo haya ndio yale ambayo yameletwa ili kuonyesha sisi si wakamilifu. Alimuhimu ni kuwa
na khushu. Ukiingia katika ibada hali ya kuwa una khushu, basi yale ambayo yatatokea basi ni mambo ya kawaida. Asante sana Ustadh Haddad kwa kutupa darasa nzuri kabisa. Lakini kuna swali hapa. Je, tumezoea katika swala hizi za kawaida kwa dhuhuri, alasiri, magharibi pamoja na Aisha kuwa tunaposujudu huwa tunasema maneno yale subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katika sijida tusahau, kitu gani kinasemwa tunaposujudu katika ile sijida tusahau? Swali la kwanza. Lakini swali la pili, pengine inatokea mara nyingi sana mtu kuwa na mawazo katika swala. Hiyo inatokea kila mmoja wetu, inamtokea. Huyu sasa mtu alikuwa na swali katika tashahudul akhir, ile tahiyatu ya mwisho, akajisahau pale, akawa baada ya kuleta tahiyatu mtu huyu anasoma alhamdu ama anasoma sura nyingine kama ila fi Quraish katika tahiyatu. Anakuja kukumbuka baada ya kuwa tu ameshakusha kutoa salamu, ndio anakuja kukumbuka, la kumbe katika tahiyatu bali kikazi kile cha tahiyatu ya mwisho nilisoma sura, sikusoma alhamdu. Je, mtu huyu ataleta sijidatu sahwi au inakuwa vipi? Karibu Ustadh Haddad. Kwa hakika maswali yakiwa mengi kama haya au maswali mazuri kama haya, kwa hakika yanatupatia sisi motisha ya kupitia zaidi. Sasa katika maswali haya mawili, tuanze na hili la kwanza. Je, kuna maneno maalumu ya kuyasoma au ya kuyasema pale kwenye sijidatu sahwi? Hatuwezi kusema hayapo, pengine tuseme tu hatujawahi kuyaona. Kuna hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unaweza kutamka maneno haya kwamba subhanalladhi la yansa wala yanam, lakini maneno ya kusema ni yale yale. Kwa hiyo tukazie tu kwamba sijidatu sahwi ni katika sunnatu muakkada, yani sunna ambayo wewe kuleta kuiwasilisha ni muhimu sana, na maneno yake ndio yale yale tu, hayabadiliki. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Kwa hiyo unasoma mara 3 kisha unarudi unatoa salamu, au unaweza ukaleta ile atahiyatu ya mwisho. Hiyo inapendeza zaidi. Katika hili swali la pili na la mwisho, tunaambiwa inawezekana sasa mtu kasoma alhamdu na mifano inafanana na hii. Wengine umesimama ukawa unasoma tahiyatu, ukakumbuka ilibidi nisome nini? Alhamdu. Kwenye tahiyatu ile mwisho tufahamu kwamba tahiyatu ya mwisho ni nini? Ni nguzo. Tofauti na ile tashahudi ya kwanza katika zile sala ambazo zina tahiyatu 2. Kwa sasa ikitokea hivyo, hukumu yake nini? Huyu atahukumiwa kulingana na yeye namna alivyosali. Inawezekana kweli kwenye qiyam kasoma suratul Fatiha vizuri, huyu sala yake imesihi. Lakini mwishoni kabisa kule, na tutoe mifano miwili, huyu mwingine inawezekana akasoma tahiyatu ile akamaliza kisha akajikuta anasoma alhamdu, si ndivyo? Huyu hukumu yake tunaambiwa sala yake tasihi, na akikumbuka basi ni vyema zaidi kuleta sijidatu sahwi, kwa sababu amesahau, lakini pia kaongeza kitu ambacho si sahihi. Huyu mwingine kama ulivyouliza, yeye pengine ndo kaanza tu pale atahiyatu tayari, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin, akamaliza hivyo hivyo, hakudiriki kuisoma ile atahiyatu ya mwisho. Tunaambiwa sala yake huyu itakuwa haijasihi. Kwa hiyo itabidi arudi kwenye kikao, kwa sababu kawaida ya tahiyatu hupatikana kwenye kwenye kikao. Tutaangalia kama aliwacha suratul Fatiha, itabidi arudi kwenye kwenye qiyam, kwa sababu asili ya suratul Fatiha husomwa kwenye kwenye kisimamo. Hawezi kusoma tena kwenye tahiyatu, na ndio maana wengi huwa wanaangalia kasahau nini. Amesahau suratul Fatiha, analeta rakaa nzima. Kasahau vile vitu pengine vya chini, pengine kakaa sijida moja, basi wengi wanapendekeza huyu atawajibika kurudi tu kwenye atahiyatu. Lakini vizuri zaidi na kwa ukamilifu, kwa tumesema sasa hii atahiyatu mwisho ni nguzo, basi itakuwa ni vyema zaidi, na wengi wamesema hivyo kwamba ulete rakaa nzima.
Kwa nini? Kwa sababu kusoma moja kwa moja so ile nini atahiyatu ya mwisho ukawa umesoma nini suratul Fatiha sehemu ambayo si yake. Vivyo hivyo hata katika maeneo mengine, hasa kwenye ile mambo ya nini ya nguzo. Kwenye mambo ya sunna ukiacha ukibadilisha hakuna shida. Kwenye ile subhana rabbiyal azim umerukuu ukajikuta pengine unasoma adhkari mbalimbali, astaghfirullah astaghfirullah, huko hakuna shida, hakuna neno. Lakini kubwa zaidi huyo atakayekuwa ameacha atahiyatu ya mwisho, tunaambiwa yeye ni lazima arudi kwenye atahiyatu, hatua ya kwanza hiyo, kisha asome kwa ukamilifu, asujudu mara 2 sijida zile za kuambatanishwa na atahiyatu, kisha baada ya pale aporomoke tena asujudu sijida 2 za kusahau. Naam. Nikushukuru sana Ustadh Haddad, lakini pia nikushukuru mtazamaji wewe ambaye umetufuatilia tokea mwanzo tulivyoanza kipindi chetu mpaka hivi sasa. Nikushukuru tu, lakini pia kwa maoni, ushauri, wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii. Comment, like, lakini pia share, subscribe ili chaneli yetu uweze kupata mambo mengi kabisa ya dini yako ya Kiislamu. Mpaka wakati mwingine, juma kama hili. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.